amezungumza. Na Nsajigwa, tukiacha kwa Kennedy Musonda kwenye kile kikosi cha Yanga, ukikitazama kwa ujumla na wachezaji ambao waliopo kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, pengine wachezaji gani unaona kwa maana hawajisaidia Yanga na hata wakiendelea kukaa hawatoisaidia Yanga, wanapaswa kupitiwa na panga ili Yanga waendelee kuboresha kikosi chao kwa namna ambavyo tetesi zinaendelea na namna ambavyo wamedeliver katika msimu huu na hata msimu jana? Kwa hapo nataja ambao wanaanza. Sio wanaoanza, yani ambao pengine nafasi yao ni finyu zaidi, hata wakibakishwa hawatakuwa na potential katika kikosi cha Yanga. Mimi sioni, naona watu wanafaa tu. Wachezaji wote wa Yanga wanafaa. Kwa asilimia kubwa wengi wanatumika na wanafanya vizuri. Okay. Wachezaji wanaoanza ni 11. Na lazima uone wachezaji wengine ambao wapo kwa ajili ya upande wa kikosi. Michuano ni mingi. Wengine wanacheza FA, wengine wanacheza Mapinduzi, wengine wanacheza Muungano. Kwa nikiangalia katika wale ambao wanatumia mara nyingi michuano mikubwa ya ligi kuu, FA, hata kwenye ligi ya mabingwa, wengi naona mimi wanafanya vizuri. Kuna wachache, kwa mfano mtu anataja Kennedy Musonda. Musonda naona Aisha ambaye anaweza kumuondoa Yanga. Siamini katika uwezo, mimi naamini sana ni kukosa bahati. Hana bahati na Yanga. Kwa sababu licha ya msimu huu kubadilisha makocha wengi, lakini karibu kila kocha alikuwa anaingia alikuwa anamkuta Musonda aidha na majeraha au baada ya wiki ya kocha ukaa anakuta anaumia, akija kupanda ni wiki mbili baada kaumia tena. Kwa hiyo sidhani kama walimu walikuwa wanapata muda wa kuweza kumuona vya kutosha. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye uwezo si mbaya, lakini issue ya bahati kwake imekuwa kingine cha tofauti. Lakini nikibaki kwa wale ambao wanaanza mara nyingi, naona ni timu ambayo imekamilika sana. Kwa hata kama ni maingizo inawezekana yakawa machache sana, lakini mtu wa kuweza kumwacha binafsi nikiwaangalia naona wako fit, timu yao iko vizuri sana. Na ikitokea issue ya Msonde na kwa ni kweli anaondoka, maana yake itapa room wao kuweza kuongeza mtu, kwa sababu naona wanahitaji wa kuweza kuongeza eneo la ushambuliaji, kuwa na mtu kimwacha Prince Dube ambaye yupo peke yake, kumongeza mtu mwingine, kwa sababu kuna taarifa za Clement Mzize kuondoka, kuna taarifa za Azizi kuondoka. Kwa hiyo hawa ambao wanaondoka hakuna haja yes, kipindi kana Azizi wanaondoka, si Clement anaondoka, kama ni kweli madilio yatakamilika. Na hii ya Msonda ambayo inatajwa, ambayo binafsi na mimi akiondoka ni sawa, kutokana amekosa bahati ni kosa Yanga. Sio lipigida kumtoa, unamtoa nini? Hata Mzize anaondoka, labda itokea Azizi kaondoka, Msonda kaondoka, unamwacha mwingine wa nini? Katiba unakuwa na nafasi kuweza kuongeza watu. Labda nataka wafanye tu kwa sifa, lakini kwa ajili ya mahitaji timu fulani hivi ambayo haihitaji mahitaji mengi sana, kwa sababu imekamilika maeneo mengi. Na alizungumza hapa Hamisa kwa maana Clement Mzize amemeza nafasi ya Kennedy Musonda msimu huu katika kikosi cha Young Africans, kutokana na namna ambavyo alikuwa anaanza Kennedy na namna ambavyo hivi sasa Mzize amepata nafasi kubwa zaidi. Endapo kama Mzize atauzwa katika dirisha hili kuu, kuna haja Kennedy kuendelea kuondoka ikiwa yule ambaye alikuwa anabana nafasi yake kupata namba ameuzwa? Mimi nimesema kitu mnyima na nafasi Kennedy sio uwezo wala sio mtu yote. Ni yeye mwenyewe hana bahati na kikosi cha Yanga. Yaani mimi nimeona nicho ni bahati tu. Na issue ya bahati nimegusia hapa, ni mtu ambaye anaumia sana. Makocha wawili ambao wamekuja Yanga wote, Sid pamoja na Hamdi. Na Sid kukaa muda mrefu sana. Amekaa inawezekana si miezi mingapi hapa akatoka, lakini anafika tu kamkuta Msonda na majeraha. Amekaa kidogo Msonda akapona, baada hapo akaumia tena. Sid anaondoka anakuja Hamdi, amekaa kidogo Msonda akaumia tena. Nakumbuka bila kile mwanzoni hivi Hamdi ndo anakuja. Msonda akawa na program special kwa ajili ya kufanya recovery aweze kurejea. Kwa hiyo mtu kama huyo, hata walimu wapi wakiwa anakuja wanamkuta tayari mtu hayupo hivyo kwenye majeraha, ni ngumu sana kuweka kwenye mipango. Kwa hiyo kitu ambacho kinamuondoa Msonda ni issue yake ya kutokuwa na bahati ya kikosi changu, kwa sababu nyakati ambazo alikuwa ni bora, nyakati za Nabi, na nyakati ambazo upatikanaji wake uwanjani ulikuwa ni wa uhakika. Hivi sasa si kwamba tu umuoni Msonda kwenye kikosi cha Yanga, lakini mara nyingi taarifa zake fuatilia sana, ikitaja list ya watu ambao wana majeraha Msonda yumo. Yaani mara nyingi sana Msonda yumo. Kwa hali kama hiyo, mtu apatikane uwanjani ngumu sana kumwona anapata nafasi ya kucheza. Kwa ambacho kinamuondoa Msonda Yanga tokea anaondoka, mimi naamini amekosa bahati ya kucheza Yanga, lakini si uwezo. Sawa, huyu ni Nsajigwa Senior kwa kile ambacho kipo hivi sasa ndani ya kikosi cha Young Africans. Lakini tutoke huko tuelekee kule Manyara, ambako kikosi cha Fountain Gate kimethibitisha kumweka pembeni mlinda mlango wake John Nobo kutokana na kile ambacho kimetokea Aprili 21 pale Tanzania kwa Raha, ambapo Fountain ulikubali kichapo cha mabao 4-0 dhidi ya kikosi cha Young Africans. Isa Liponda Isambuzi ni ofisa habari wa kikosi hiko hapa na
akieleza namna ambavyo mambo yalivyokuwa na mashabiki wa timu hiyo pia namna ambavyo wametikia, namna ambavyo kwa maana ya John Noble ameweka kando. Zilianza kama rumors kuhusiana na issue ya mlinda lango wetu John Noble kuhusu kusimamishwa mara baada ya mchezo wetu na Young Africans ambao ulichezwa juzi hapa nyumbani. Kwa hiyo taarifa hizo ni za kweli. Management ilichukua hatua ya kumsimamisha John Noble kwa muda, kupisha kamati ya maadili kuchunguza baadhi ya vitu vya kinidhamu ambavyo wanahisi vimefanywa ama vimetendwa na John Noble. Kwa hiyo waliondolewa kwenye timu ili kuifanya kamati iwe huru kufanya uchunguzi wake. Mpaka hivi ninavyozungumza kwa sasa John Noble hayupo kambini na pengine atarejea mara baada ya kamati kumaliza majukumu yake. Mimi kama shabiki kuhusiana na kusimamishwa kwa mlinda lango John Noble ambaye tunafahamu kwamba alianza kudaka katika mchezo dhidi ya Yanga pamoja na Fountain Gate, na kitu ambacho mimi nimekiona, sikuona kama maamuzi yamekuwa ni sahihi kwa sababu imekuwa ni ghafla sana. Sijasikia kama kuna uchunguzi wote umefanyika na then wakapata majibu kwamba John Noble ni kweli kilichosemwa ni uhakika au la. Kwa upande wangu mimi kama shabiki tunaona kama uongozi umekuwa haraka mno kuweza kufanya maamuzi. Kwa upande wangu mimi kama shabiki sipingani na uongozi, lakini mimi naona kwamba imekuwa ni haraka sana kuweza kumsimamisha John Noble kwa sababu tunafahamu ni mlinda lango mzuri tu ambaye amesha wapatia matokeo mazuri muda mwingine, kwa maana kudaka vizuri tumeshaona, na hata tunakumbuka katika mchezo wa Simba tuliona performance kubwa ambayo aliifanya, na timu zingine zote ambazo amecheza nao Fountain Gate amefanya performance kubwa sana. Sasa nimeshangaa kwa nini imekuwa ghafla baada ya uvumi, kwa sababu huo ni uvumi kwamba pengine alipewa chochote kitu ili kusudi aweze kufanyaje, aweze kuachia yale magoli mawili. Wote tunamtambua John Noble na tunamheshimu kama golikipa mzuri. Ameshafanya mambo makubwa kwenye mechi ambazo hata huenda kutarajia kwamba angefanya hivyo kwenye kiwango chake. Lakini linapotokea swala ambalo timu imeamua hivi na hivi, timu haiwezi kufanya kwa kukurupuka. Tunaamini kwamba kuna wataalamu ambao wamefanya kazi yao, wamefanya uchunguzi wa kina hadi wakafikia kwamba maamuzi ya sasa kuyafanya ni haya hapa. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuheshimu na tunaendelea kuiunga mkono timu yetu huko mbele tunapoendelea. Bila shaka plani zipo nzuri na tutapata matokeo mazuri kwenye mechi ambazo zinafuata. Haya ni taarifa hiyo kutoka katika klabu ya soka ya Fountain Gate ambayo imeandaliwa na mwenzetu Ronaldo Kimasi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa baina ya kikosi cha Fountain Gate dhidi ya mlinda mlango wao Nigeria John Noble, nyota wa zamani wa Enyimba FC. Na sasa hivi vitu ambavyo vinazungumzwa ni kwa maana mechi ya kwanza Young Africans wamemngoa kocha Mohamed Muya, yuko kwenye press pale na waandishi wa habari, huku press release katika social media za Fountain zilikuwa zinapita. Sasa hivi mabao 4-0 yameondoka na John Noble. Yanga kufunga bwana lazima utafute cha kujificha. Okay. Kumbe anatafuta cha kujificha. Kwani ilikuwaje ile 5-1? Ilimnyoa mtu. Okay. Ilimnyoa nani? Aish Manula. Okay. Kocha pia Robertinho. Ile sio Aishi pekee, wengi sana. Okay. Kumbe na namna ambavyo mambo yanakuwa. Kwa hiyo hii Yanga kikufunga lazima lazima utafute pa kuna nini. Lazima utafute pa kutokea. Anyways, kwa Fountain Gate kwanza kwa golikipa mwenyewe sijui kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yanatokea nje ya nyuma ya pazia siwezi nikaa najua, lakini ninachokiamini ambacho kinaweza kawa ni sababu pia ya John Noble kuwa anafanya makosa. Kwanza si golikipa, si mara yake kwanza kufanya makosa akiwa ndani ya Fountain Gate. Amekuwa akifanya makosa msimu jana akiwa na Tabora, mechi dhidi ya Simba kama unakumbuka goli ambalo alifunga. Alikuwa ni beki Chemaloni kuna mechi dhidi ya JKT alidaka mpira akauachia ngana akafunga. Kwa hiyo ni mfululizo wake kufanya makosa. Plus unajua kwa Fountain Gate nataka kujiuliza swali moja tu kwamba wamemuondosha John Noble kwa sababu amefanya vile dhidi ya Yanga au ulikuwa ni mpango wao kwa msimu huu, na wana mikakati gani? Angekuwa swali ningemuuliza afisa habari wana mikakati gani ya kuepusha makosa ambayo yamekuwa yakifanywa na mchezaji mmoja kwenye timu yao, kwa sababu inawezekana kwa sasa hivi Mwanga akawa ni John Noble, lakini ni kitu cha kawaida sana kukuta Fountain Gate wachezaji wao wanafanya makosa tena easily kabisa. Yani timu yao imekuwa wachezaji wao tena hasa wanacheza kwenye eneo la ulinzi, ndio
wamekuwa wakifanya makosa mengi sana ambayo kuna wakati unajiuliza kweli kwa mchezaji wa standard ya ligi kuu ni makosa kuweza kuyafanya. Kwa hiyo inawezekana ikawa John Nobo kwa sasa hivi ni muanga kutokana tu na kwamba tayari media zilikuwa zinamtazama. Inapocheza Simba, inapocheza Yanga, Tanzania nzima inakuwa ina au Afrika Mashariki nzima inakuwa inatazama. Kwa hiyo inawezekana John Nobo akawa ameachwa vile kutokana na kwamba ameruhusu goli dhidi ya Young Africans, au labda kutokana na kwamba ni Yanga ni Simba, labda kunaweza kuwa labda na shoot mazee, labda kuna chochote ambacho amepewa. Lakini kwangu kwa Fountain Gate ingekuwa ni John Nobo peke yake ndo anafanya makosa, basi ningeenda moja kwa moja kumnyoshia kidole, lakini imekuwa ni mchezo wa kawaida. Kwa maana ile baada ya mchezo dhidi ya Fountain nilichokiandika ni kwamba leo imekuwa zamu ya John Nobo. Yaani Fountain wamekuwa wanapishana. Leo utafanya makosa wewe, kesho utafanya wewe. Yaani makosa ya kawaida. Yaani mtu unaweza kupigwa mpira kwenye box na ushika na mkono kabisa, yani afu kwenye mazingira ambayo yuko peke yake, labda uko mshambuliaji mmoja katikati dhidi ya mabeki watatu, mtu anashika mpira na mkono. Juzi mechi dhidi ya Mashujaa, penalty ambayo ilisababisha Shafiki Batambuze. Mpaka sasa hivi najiuliza ilikuwaje penalty? Yaani imepigwa through ball, mchezaji akamechelewa kufanya movement. Yeye ndo ameugadi mpira. Mtu anatoka nyuma anakuja anamzunguka na uchukua ule mpira anamvuta chini na kwa penalty. Yaani jaribu kuangalia. Kwa hiyo kama wanaona kwa kumuondosha sasa hivi John Nobo ni kutibu majeraha ya timu yao, wanapaswa kuangalia zaidi. Haiwezekana wachezaji wao wanafanya makosa individual ambayo yanagharimu timu kiasi kwa maana kama John Nobo anaondoka kwa sababu ya kosa la kuruhusu magoli dhidi ya Yanga, basi kuna idadi kubwa wachezaji wanatakiwa waondoke kwa kama hiyo ndio sababu, basi kuna idadi kubwa wachezaji ambao walipaswa kuondoka, kwa sababu yani kuna magoli ambayo unafungwa unanyosha mkono unasema it's football. Kuna magoli mengine ambayo unafungwa unasema hapo unatakiwa kuongeza zaidi ya hapa. Ila kuna magoli mengine, kuna penalty ambazo wanaziconcede Fountain Gate ambazo hazitakiwi kwa level ya mchezaji wa ligi kuu kuweza kuconcede penalty za namna ile. Mechi dhidi ya Kagera Sugar wanafungwa penalty mbili, watu wanashika mpira kwenye box for free. Yaani mtu anashika, yani easily kabisa anashika mpira kwenye penalty box, eneo ambalo unaona, yani mimi huwa namuonea huruma sana Robert Matano kwenye ile timu, sababu ni kocha ambaye anaifundisha timu ambayo kutokana na kwamba wana ule mfululizo wa kufanya makosa, basi umekuwa unaingia kwenye damu kwamba kwenye kila mchezo lazima wa concede penalty. Kwenye kila mchezo lazima watakuwa wanafanya makosa. Kwa hiyo ikiwa sababu ya wao kumuondosha John Nobo ni kutokana na kwamba ameconcede magoli dhidi ya Young Africans, basi wana kazi kubwa sana kuisafisha kwenye kikosi chao, kwa sababu wana wachezaji wengi kuanzia sijui Jackson Shiga, sijui kuanzia mpaka kwa Shafiki Batambuze, sijui mpaka kwa Laurian Makame, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa wakifanya makosa mengi sana kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kama hiyo ndio sababu, basi kwa sababu huwezi kufukuza wachezaji wote, sasa inabidi wao wakae nao, wazungumze nao kwanza. Yaani issue sio ya kocha tena peke yake. Yaani ni issue mpaka ya viongozi. Wazungumze na wachezaji wao, mna shida gani? Kwa nini mnafanya makosa namna hii? Unajua mpaka kocha anaongea vile kwenye press. Robert Matano alisema kwamba ingekuwa nipo Kenya, ningesema sababu ya timu yangu kuwa na concede penalty kwenye kila mchezo. Ila kwa sababu nipo Tanzania siwezi kusema. Wasara mpaka kocha anasema hivyo sio hali ya kawaida. Nyinyi viongozi inabidi muamke haraka. Mkae na wachezaji wenu. Sababu ya nyinyi kufanya makosa mchezaji mmoja mmoja kwa namna hii ni vipi? Fountain ndio timu ya pili kuruhusu magoli mengi nyuma ya Ken Gold. Sio kwa bahati mbaya. Timu yao mwanzo kipindi huko Mohamed Muya walikuwa wanafungwa magoli ambayo niliamini labda ni muundo wa timu. Lakini baada ya kuondoka Mohamed Muya sasa hivi chini ya Robert Matano bado unaiona timu ikiwa na concede magoli tena mengi ambayo yanasababishwa na individual mistakes za mchezaji mmoja mmoja. They need to wake up, kwa sababu wakiendelea hivi, wakiendelea kuwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wanakuwa wanafanya uzembe, wanainyima timu matokeo, wakaendelea kubaki nao kwa msimu unaofuata na pasina wao kuweka pressure yote kwa hao wachezaji, inawezekana msimu unaofuata wasiwe hapo ambapo wako, tukawapoteza kabisa wale. Na msimu huu tu penyewe wanatiata kucheza playoff. Sawa, ni kusema kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Fountain Gate. Sasa jibu umetaka kuchangia hapa? Nataka kuongezea hapo kabisa. Hata wenye Fountain wanaelewa kwamba timu yao ina shida. Okay. Na hizi issue na za kufanya makosa zipo muda mrefu tangu msimu unaanza, tangu mzunguko wa kwanza nayo makosa. Na nadhani kuna makosa ambayo wao wanatafsiri kama ni makosa kawaida ya mchezo, lakini kuna makosa mengine ambayo wao wanatafsiri wao wanayahusisha moja kwa moja na rushwa. Ukiacha ile John Nobo, wengine ambao pia waliondolewa baada ya mechi kuisha tu ni Fikrini Bakari goalkeeper pamoja na Barkas Khamis kiungo. Na hawa mechi ambayo iliondoa ni mechi zidi ya Pamba. Okay. Fikrini Bakari kwa lile kosa alilofanya, hata mimi pia ningeweza kufikiria kama huyu mtu kweli amefanya jambo ambalo linahusiana kabisa na masuala ya rushwa. Kwa sababu alikuwa anapiga foul ambapo ni golini kwa pembeni. Kipindi anapiga wachezaji wake wote walikuwa washaenda mbele, lakini ule mpira aliupiga kuelekea na box karibu na goli. Kipindi anajua yeye hayupo, na pale katikati kuna mchezaji wa Pamba
akanufaika na ule mpira akafunga bao. Kwa huyo ni Fikirini Bakari huyo. Kani hali kama hiyo hata wewe wasema unaweza kuhisi kidogo hivi huyo amefikiria nini? Golini yeye mwenyewe hayupo. Alafu mpira anaopeka kule kule ambako yeye hayupo na goli likafungwa. Huyo Nisajigwa wakati mjadala wa John Nobo dhidi ya kuconcede mabao dhidi ya Yanga unaendelea, kuna mtu nilikuwa naye anasema hivi wanamlaumu Nobo, walishawahi kumuona Onana, lakini wakati umezungumza hiyo Fikirini dhidi ya Pamba juzi, nikakumbuka pia David Raya wakati wako pale Santiago Arsenal dhidi ya Madrid. David Raya mpira ameutoa eneo lake alikuwa anataka kumpasia mchezaji mwenzake wa Arsenal, alimpasia vizuri, lakini wakati kumpasia vizuri ule mchezaji alikuwa kazungukwa na idadi kubwa wachezaji wa Madrid. Wakati amezungukwa pia yeye hakuepo golini, kwa hiyo amempasia mchezaji ambaye yuko kwenye hatari ya wachezaji ambao wanashambulia. Wakati huo David Raya hakuepo golini na Vini akatumia advantage hiyo kufunga. Na hata mechi dhidi ya Newcastle mkondo wa pili wa finali ya Carabao alifunga goli la namna hiyo kampasia mtu kwenye eneo ambalo yani eneo ambalo lilikuwa ni ngumu hata kwa yani amemshtukiza hata mwenye kurudi golini ilikuwa ni ngumu sana kuwahi. Ule mpira aliwini ni Fabian Shah wakafungwa goli. Kwa hiyo alifungwa pia goli la namna hiyo. Hayo ni moja ya makosa ambayo amekuwa akiyafanya. Ni moja ya madhaifu ambayo nimeyaona kwenye game ya David Raya. Lakini njoo kitu kimoja ambacho sijui ni tunakosea sio nini. Yani mtu asitafute mifano ya Ulaya kuwaziba wale watu ambao wanataka wafanya uchunguzi ambao wanahisi kuna masuala hayo. Yani usitumie tu mfano kwa sababu alikosea Onana, kwa ni sana nayo ukikosea. Kosa ni kosa tu. Jesse kakosea nani. Kwa hiyo mimi sitaki kuaisha sana ndio kwa sababu amekosea Onana, kwa hata kwa Nobo ni sawa kukosea. No, hawa ambao wanawasimamisha waache tu waendelee kufanya uchunguzi kwa sababu naamini wao wanajua zaidi. Mimi naamini kabisa ukiona uongozi umekusimamisha kwa masuala ambayo wanakuhusisha na masuala ya rushwa, kwa asilimia 90 hiyo rushwa ipo. Na mfano ambao mimi naitumiaga sana mifano ya Kariakoo. Ndio. Simba na Yanga. Hawa bwana wakifungwa huwa wanasimamishana. Si kwa bahati mbaya. Unakuta dabi imeisha fulani kasimamishwa. Lakini baada ya muda ukiendelea kuchimba utagundua kuna namna tukio lilitokea. Kwa hiyo haiwagi kwa bahati mbaya tu viongozi wanafanya. Kuna vitu vingi wao wanavijua. Kwa watu wasitumie mifano ya Ulaya kuharisha makosa. Kosa ni kosa tu. Hata kama unaona alifanya, akilifanya Nobo ni kosa tu. Sawa, na nikusema kile ambacho kinaendelea. Sasa tumalizie na futsal na AFCON na kwa upande wa wanawake inaendelea hivi sasa na Tanzania iko uwanjani. Unaona Pastumai akiongoza Tanzania kupata mabao 4 ambayo pia yamerudishwa dhidi ya Madagascar. Hivi sasa mambo yanasoma ni 4-4. Ya Tanzania tupo kundi C. Kundi hiyo AFCON ya futsal 2025 ambayo inafanyika kwa Rabat nchini Morocco. Na ile kundi letu na Madagascar na sisi Tanzania pamoja na Senegal. Na muda huu tunacheza na Madagascar. Mabao ni 4-4 na mabao ya kwetu sisi yamefungwa mawili na Dunisia Minja, huyu mchezaji wa JKT Queens, lakini pia goli moja limefungwa na Stumai Abdara JKT pamoja na Aisha Juma Mnuka. Na hii ni mechi ya kwanza na ukiangalia kikosi hapa kina wachezaji wengi sana ambao wanafanya vizuri kwenye hili. Ukiacha ambao nimewataja pia yupo Shada Boniface kutoka Simba Queens, mara nyingi huwa hachezi lakini miongoni mwa wachezaji wazuri ambao leo hii pia ana mchezo mzuri. Lakini pia yupo Fatuma Isa, Maonyo Feddensa, yupo rafiki yako Najat Idrisa Abbas, goalkeeper wa timu ya taifa Tanzania Twiga Stars namba 1. Okay. Na JKT Queens rafiki yako huyo. Ana yule rafiki yako Stumai Abdallah. Bila shaka. Okay. Lakini pia yupo Jamira Rajab kutoka JKT Queens, mshambuliaji wao. Lakini pia yupo Elizabeth Chenge JKT, yupo Anastasia Katunzi captain wa JKT Queens. Kwa kuna wachezaji wengi sana ambao hapo na mpaka muda huu mechi inaendelea bado ni sare ya bao 4-4, lakini kiwango ni kizuri. Tusikie baadaye